Kwanza Mwenyezi Mungu kwa zawadi ya uhai ambao tumeweza kufika hapa tena kwenye eneo letu hili ambalo kama mnavyoliona mnamo tarehe 29 nadhani tunakumbuka hata tukio lilitokea, lakini nitake tu kusema mbele yenu kwamba sijakata tamaa na nimeinuka tena upya kwa staili nyingine. Lakini tukiwa katika eneo hili ambalo tulipata matatizo ya kuunguliwa na moto, kwa sababu gani? Mimi ni mama, ni mfanyabiashara ambaye nyuma yangu nina watu wengi sana ambao wananitazama, wahudumu. Tuko na hudumu tuko na wafanyakazi zaidi ya 200 hapa Shishudi ya Dar es Salaam. Kwa hivyo kuna ajira nyingi watu wamepoteza. Kwa hivyo tuko tuna deliver mabodaboda ambao walikuwa wanafanya deliver. Nikikumbuka vizuri hata mimi Shishifudi nilianzia kwanza kupika nyumbani. Ndio baada ya hapo nikawa naanza kufanya delivery katika sehemu tofauti, na baada ya hapo nikapata sehemu ambayo tulikuwa tunakaa na kuanza kuuza chakula, sehemu ambayo tunamaanisha location husika. Kwa hivyo sasa, kutokana na changamoto ambayo imetokea na hadha ambayo kubwa naipata kupitia kwa wafanyakazi wangu, simu zimekuwa nyingi, nimeona nisiendelee kusubiri wakati tunaendelea kupambana, nikijikusanya kutafuta chochote ili tuweze kurudisha kuanza kujenga tena eneo letu la Shishifudi. Basi ni vema kwa wateja wetu ambao walimisi chakula changu tukaanza kuwahudumia kwa huduma ya Shishifudi delivery. Kwa hivyo nimekuja kuwatangazia kwamba na kuwaambia kwamba, ndugu zangu wananchi wa Tanzania wenzangu, najua wa Tanzania sisi tuna upendo, tuna mshikamano, sisi ni wamoja. Basi kama matatizo yametokea ndugu zangu ambao mnayaona, mimi hayajanirudisha nyuma wala kukata tamaa. Mimi ni mwanamke ambaye ninajiamini kwamba ninaweza kufanya. Basi tutaanza kuanzia kesho, Mwenyezi Mungu akijalia, siku ya Ijumaa tutaanza na huduma yetu ya kutoa chakula kupitia huduma ya Shishifudi delivery. Kwa hiyo ni kupiga simu, unaoda vyakula ni vile. Kwa hiyo kesho tutakuwa tuna biliani na vyakula vingine, ugali. Unajua watu walimisi sana jamani shishi. Kwa hiyo tunarudisha huduma yetu, lakini kwa huduma ya delivery tu. Kule kwingine ilikuwa hapa kuna container, ana container hapa kuna container 2, container ya kwanza, container ya pili ilikuwa pale, nadhani wengi mnajua. Kule kulikuwa ni stores zilikuwa kubwa 2. Twende. Osmo, naingia. Hili lilikuwa eneo ndo la chakula hapa kati kubwa. Simameni hapo. Tusimfuate sana. Asante sana wazee. Hili ndio vyombo. Hili kwa vyombo. Nadhani mmeona kwa uzuri tofauti na kwenye picha. Haya, kutoka kwenye mkale na kuondoka. Unajichoma? Sijajichoma tu kiatu. Mbona umevua kiatu? Wewe nilikuwa nataka kufanya hivi, nitoe mchanga kiatu kikatoka.